Naam, hujambo na karibu sana popote pale ulipo. Ni asubuhi nyingine ya Jumapili hii, tarehe ikiwa ni 15 mwezi Februari. Ni kuombe radhi kwa kuchelewa kidogo, lakini tuko pamoja kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Mimi naitwa Juma Mohamed, utakuwa nami katika kuambatana na kutazama habari kubwa ambazo tuko nazo asubuhi hii ya leo. Lakini pia tunao nafasi ya kwenda kuangaza habari za kitaifa na habari za michezo na burudani, bila kusahau pia zile ambazo zimekolezwa kwa wino mweusi kwenye magazeti mbalimbali ambayo niko nayo asubuhi hii ya leo. Matangazo haya pia unayapata mubashara kupitia YouTube channel yetu ya Channel 10 Tanzania, lakini pia unapata matangazo haya kupitia application yetu ile ya Channel 10. Ipakue kwa sasa ili uweze kufurahia popote pale ulipo ulimwenguni. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshiriki kikao cha ufunguzi wa mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali za Afrika kilichofanyika jana katika makao makuu ya Umoja wa Afrika jijini Addis Ababa nchini Ethiopia. Ifuatayo ni taarifa kamili. Kikao hicho cha ufunguzi kimefunguliwa kwa hotuba ya ukaribisho ya Waziri Mkuu wa Ethiopia, Mheshimiwa Abiy Ahmed, ambapo wakuu wamejadili ajenda mbalimbali kuhusu mustakabali wa bara la Afrika, hususan masuala ya maendeleo, amani na teknolojia. Excellencies, we meet at a moment of profound global transition. Waheshimiwa viongozi, tunakutana wakati huu ambapo dunia inapitia mabadiliko makubwa ya mifumo. Kwa hiyo, tukubaliane kuwa Afrika itakuwa salama endapo tutakuwa na jumuiya imara yenye umoja na mshikamano. The moment marks a transition. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu ufadhili endelevu wa kutokomeza malaria barani Afrika, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameeleza namna Tanzania ilivyojielekeza kutokomeza ugonjwa huo, lakini pia akipongeza mafanikio yaliyofikiwa katika baadhi ya nchi za Afrika. The fight on the ground, Tanzania has confronted malaria for generations. Katika vita dhidi ya malaria, Tanzania imekabiliana nayo kwa vizazi tangu zamani. Mwitikio wetu unajumuisha wigo kamili wa kile kinachohitajika kushinda ugonjwa huu. Tumewekeza katika tafiti za kiwango cha kimataifa, ikiwemo kupitia taasisi yetu ya afya ya Ifakara. Pamoja na viongozi wa Afrika, kikao cha ufunguzi wa mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali za Afrika kimehudhuriwa na viongozi wastaafu wa nchi za Afrika, mawaziri wa kisekta wakiongozwa na mawaziri wa mambo ya nje, na kipekee wageni wengine waalikwa wakiwa ni Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni. Africa will be the priority number one of the UN in all. Afrika itaendelea kuwa kipaumbele katika ajenda na shughuli za Umoja wa Mataifa, na uhusiano kati ya Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa utaendelea kuwa ushirika wa muhimu wa kimkakati siku zote. Italy and Europe cannot think about the future without taking Africa into... Italia na Ulaya kwa ujumla hatuwezi kuendelea bila kuzingatia Afrika, kwa sababu maendeleo yetu yanategemea uwepo wa Afrika. Kwa kulitambua hilo, Italia itaendelea kuwa daraja muhimu kati ya Ulaya na Afrika. Ezekiel Mwambopo, Channel 10. Na asante sana mwanahabari Ezekiel Mwambopo kwa taarifa hiyo. Kwingineko, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ameagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tanga kufanya uchunguzi wa fedha zilizotolewa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Kilindi baada ya kutokamilika kwa majengo yote yaliyotakiwa katika kipindi cha ujenzi. Tuungane na Raya Kipingu kwa undani wa taarifa hiyo. Hivi ninyi mnafikiri mimi nakuja kutembea huko? Niko kazini hapa. Nimekuja kazini, sijaje kutembea. Siku ya pili ya ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni katika wilaya ya Kilindi, ambapo anakagua na kuweka jiwe la msingi la ujenzi wa hospitali ya wilaya iliyojengwa eneo la Songe, makao makuu ya halmashauri ya wilaya hiyo, kwa gharama shilingi bilioni 2.6. Kamanda wa TAKUKURU, fanyia uchunguzi hiki chote kilichofanyika, nipate taarifa hiyo ili niweze kuchukua tu. Hiki kichaka cha gharama, fuatilia nipate taarifa hiki kichaka cha gharama zimepanda. Tunabebesha serikali mzigo, inashindwa kutoa huduma maeneo mengine kwa sababu watu wanapandisha gharama. Sawa. Wanaomba nyongeza ya fedha kwenye eneo ambalo fedha zingetosha kujenga.
na hapa ikabainishwa dhamira ya serikali katika kuwafikishia huduma za afya wananchi karibu na maeneo yao. Kwenye mkoa mzima wa Tanga ameleta bilioni 182. Fedha hizo zimefanya kazi za ujenzi wa zahanati kwenye mitaa na vijiji, zimefanya kazi za ujenzi wa vituo vya afya, hospitali 7 mpya kwenye halmashauri hizi 7 ikiwemo halmashauri hii ya wilaya ya Kilindi kwenye hospitali hii ambayo leo umeweka jiwe la msingi. Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ndani ya katika kipindi cha miaka 5 ameweza kujenga, sisi tuko tuna hospitali 5. Leo hii mkoa wetu wa Tanga tuna hospitali katika wilaya zetu 8. Lakini kiukweli serikali ya chama chetu, Mheshimiwa Rais anajitahidi sana kwa kuhakikisha kwamba miundombinu, nishati ya umeme, miradi ya maji, miradi ya afya kama hivi tunaitekeleza kwa haraka ili kuondoa changamoto na kero za wananchi ambazo zinawakabili. Kabla ya hospitali hii, maana yake wananchi hawa walikuwa kutembea umbali mrefu kupata huduma yenye hadhi ya hospitali ya wilaya. Hii aende Handeni au aende wilaya ya Mvomero jirani na mkoa huu wa Tanga. Katika wilaya ya Kilindi pia waziri mkuu amekagua mradi wa maji wa Komaligwa uliojengwa kwa gharama shilingi bilioni 6. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Asante. Kutoka Tanga moja kwa moja tuelekee mkoani Mwanza ambapo Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imewapiga marufuku wananchi kuepuka ujenzi holela ili kutekeleza sheria za mipango miji zinazolenga kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii pasipo na vikwazo vyovyote. Henry Kavirondo ni shuhuda wa taarifa hiyo. Ajali za moto zikitokea, gari za moto hawezi kufika kwako. Ni kliniki ya ardhi jijini Mwanza ikifanyika kata ya Igoma kutatua kero mbalimbali za ardhi ikiwemo ugawaji wa hati miliki kwa wananchi waliokidhi vigezo, ambapo naibu waziri katika wizara hiyo Kaspa Muya anaeleza umuhimu wa upimaji wa ardhi. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alisema lazima ardhi hii yenye kilomita za mraba 947,300 lazima yote ipangwe, tujue eneo gani linatumika kwa sababu gani, ili liwe na mipango mizuri. Pia akatoa angalizo kwa madalali wa ardhi wanaoshinda wakizagaa katika ofisi za halmashauri kwa lengo la kuwalaghai wananchi kuhusu upatikanaji wa hati miliki kupitia ushawishi wa vitendo vya rushwa. Dalali, hakikisha tafuta kaburi uende kujifiche. Tafuta kazi nyingine, hakuna udalali kwenye ardhi. Hakuna udalali katika kupata hati. Madalali mnatukwamisha katika hili jambo. Nyinyi ndio mmetuchonganisha. Katika nchi yetu tuna mitaa 3397 iliyoendelezwa bila kupangwa nchini. Na hali ya urasimishaji kwa nchi nzima tumefanya urasimishaji kwa 68.5. Lakini hali ya uchangiaji bado iko chini. Kwa mujibu wa kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Mwanza Wilson Luge, kliniki hii ni endelevu na kwamba itakuwa ikifanyika kata kwa kata. Wananchi ambao mpaka sasa hivi bado hamjakamilisha kulipia zile gharama za urasimishaji, sasa ni wakati mwafaka. Najua hali ni ngumu, lakini tujitahidi ili na sisi tuweze kuwajibika kuwapatia hati zenu kwa wakati. Halitaishia hapa. Tutaendelea sasa kata kwa kata kwa kuhamishia wale watumishi wetu wanaokaa ofisini kuwaleta kwenye kata zetu, ili tatizo la ardhi na kutoa hati katika jiji letu la Mwanza lisiwepo tena. Jumla ya hati miliki za ardhi zilizokabidhiwa kwa wananchi ni 168, huku wengine wakihimizwa kulipia upimaji wa ardhi ili kumiliki maeneo kihalali, njia ambayo pia itasaidia kuepusha migogoro inayoepukika. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Naam, kutoka nyanda za juu kutoka kanda ya Ziwa. Kwa sasa tuelekea nyanda za juu kusini mwa Tanzania, huko mkoani Mbeya, ambapo mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amelitaka jeshi la polisi mkoani humo kuongeza nguvu zaidi ya kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia ikiwemo ulawiti na ubakaji, pamoja na kuitaka jamii kuacha tabia ya kumalizana kimila na badala yake watoe ushirikiano kwa jeshi hilo ili kukomesha vitendo hivyo visivyo vya kawaida kwenye jamii. Taarifa zaidi na Rosi Chapewa.
ikiwa ni siku ya familia kwa jeshi la polisi, sherehe ambazo zimefanyika kwenye uwanja wa kikosi cha kutuliza ghasia mkoani Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa, akiwa mgeni wa heshima, amesema matukio mengi ya ukatili yanahusisha familia na kwamba ni vema yakafichuliwa. Ni changamoto hii kuwa ni inafanywa na familia au watu wa karibu, na sasa imeenda mbali mpaka kwa walezi. Usiri wa taarifa, bado mambo mengi yanamalizwa kijamii, kifamilia, kiukoo. Sasa hatupati jamii haipati hasira ya serikali kwenye jambo hili kwa kuendelea kuyamaliza kienyeji na kimila. Bado nasisitiza uwazi uwepo, taarifa itolewe kwa wakati na sahihi, yani jeshi la polisi litafanya kazi yake kama ambavyo wamefanya kwenye mengine. Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Sakap Benjamin Kuzaga, ameeleza namna jeshi hilo linavyokabiliana na vitendo hivyo. Na mimi naiomba jamii wasifiche haya matukio ya ubakaji, wakayamaliza kifamilia, kwa sababu wanapoyamaliza kifamilia ni kweli hawaguswi na ile sheria ambayo imetungwa na bunge letu tukufu. Na kwa maana hiyo ndio maana unaona haya makosa yanaendelea. Lakini kama wangekuwa wanatoa taarifa tungeweza kuwafikia wote. Lakini nashukuru kwa mwaka 2025 vitengo vyetu vyote vya kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye madawati yetu yote wamejitahidi sana, wamewafikia wananchi na taarifa nyingi zimefichuliwa. Makosa kama hayo tumedili nayo na tumehakikisha kwamba wale wabakaji au wakosaji wafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Ninaiomba jamii kutoa ushirikiano katika kufanikisha kesi hizi, hasa kutoa ushahidi mahakamani, lakini pia hata kutoa taarifa. Katika siku hii ya familia, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya amewatunuku vyeti na zawadi askari 16 ambao wameonyesha weledi na uadilifu wakati wa utendaji wao wa kazi. Tumechagua wachache kama wawakilishi, ikiwa ni sehemu tu ya kuthamini utendaji kazi walioonyesha, kujituma, kutii pia na kufanya kazi kwa weledi. Kutoka hapa katika viwanja vya kikosi cha kutuliza ghasia jijini Mbeya, mimi ni Rose Chapewa wa Channel 10. Asante Rose Chapewa kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Kwa sasa tuelekee huko mkoani Lindi. Baadhi ya wafanyabiashara na madereva wanaofanya shughuli zao katika kituo kipya cha mabasi na Ngurukuru kilichopo Kilwa mkoani Lindi wameziomba mamlaka husika kuhakikisha mabasi na magari ya usafiri wa abiria yanaingia katika kituo hicho kipya ili waweze kunufaika na uwepo wa kituo hicho. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Wakizungumza mbele ya kamati ya siasa ya CCM mkoa wa Lindi, wamesema kututumiwa kwa kituo hicho ipasavyo kuna kuhamisha shughuli zao kiuchumi, ikiwemo huduma za ukatishaji tiketi, huduma za upakiaji na upakuaji mizigo na huduma nyinginezo muhimu kwa abiria. Kuna magari mengine ambayo ni ICE za Somali haziingii kabisa hapa stendi, wanaenda kushusha Singino. Sasa pia hatujui pale Singino nako pana stendi au la, lipa ushuru kwa ajili ya kuja kushusha abiria na kupakia. Vile vile haya mabasi ambayo yanatoka kusini Dar es Salaam yakija hapa yanapita tu. Tegemeo letu kwa ujio huu stendi tuliamini moja kwa moja tukishaunganika hapa wasafirishaji wote kijiji kizima tukao tunashuhudia usafirishaji tunazifanyia hapa. Maana yake hapa tawa mama ambao walikuwa wanauza kipindikeli kule Beria wangepata nafuu. Mizigo ndio kitu pekee kinachofanya basi kutoka Mtwara kwenda Dar kwenda Masasi ikae kwa muda mrefu. Kabla ya kufunguliwa stendi huko chochoroni tunasafirisha abiria kabla ya kufunguliwa stendi, lakini wale wenzetu hawajaji hapa. Malalamiko hayo yanamfikia katibu wa CCM mkoa wa Lindi Barnabas Esau, ambaye anamwelekeza mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi wa halmashauri kuhakikisha anachukua hatua za haraka kushughulikia kero hiyo ili kituo cha mabasi na Ngurukuru kitumike kama ilivyokusudiwa. Kwenye eneo hili niungane na wataalamu wetu wa wilaya na mkurugenzi, yaliyosemwa hapa kupitia vijana hawa, naomba tuchukue hatua. Magari mengine akikatisha fedha yetu inapotea na kule wanakoshushia anachukua nani? Mkuu wa wilaya amekiri kupokea malalamiko hayo na kueleza kuwa serikali itachukua hatua stahiki kuondoa changamoto hiyo. Tumeidhinishiwa zaidi ya takriban bilioni 5, ndio hivyo, na bilioni 1 tutapewa kwenye mwaka wa fedha huu kuhakikisha kwamba ile miundombinu ile ya awali ili yawezekane kufanyika hapa lazima kuna vitu tuweke. Awali kamati hiyo ilitembelea miradi mbalimbali ikiwemo mradi wa ujenzi wa ghala la kuhifadhia mazao. Niwapongeze sana kwa kuweza kumtafuta mkandarasi ambayo na mwenyewe anajiweza, ambaye tutakuwa na usumbufu naye. Dai yangu kubwa kwenu kwamba msimamie. Tunakuja kama mwezi mmoja kutembelea hapa
tunaona kuna mabadiliko ambayo yamefanyika. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinakwenda. Miradi minne iliyotembelewa na kamati ya siasa ni pamoja na kituo cha mabasi na Ngulukulu, soko la wafanyabiashara, ujenzi wa madaraja pamoja na ghala la kuhifadhia mazao. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilwa. Asante sana Ahmad Nandonde. Wakazi wa mtaa wa Mlimani, kata ya Mkundi katika halmashauri ya manispaa ya Morogoro wamekamilisha ujenzi wa karavati kwa kumwaga zege upande mmoja wa korongo linalotenganisha mtaa wa Msimamo na mtaa wa Mlimani kwa lengo la kurahisisha mawasiliano hasa wakati wa mvua. Taarifa zaidi na mwanahabari Jimmy Mengele. Baadhi ya wananchi wameiambia Channel 10 kuwa zaidi ya miaka 10 wamekuwa kichonga na kutengeneza barabara kwa nguvu zao. Hivyo walipoona changamoto ya korongo na wameiomba serikali kuwajengea daraja la kudumu katika eneo hilo. Ni kweli mji wetu ni mpya, ila sisi barabara zetu hazijawahi kuchongwa na serikali. Kwa hiyo kwa kipindi chote huwa tunazichonga wenyewe kwa gharama zetu kwa kujichangisha. Kuanzia barabara ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu. Sisi hatujawahi kupata bahati ya kuchongewa njia. Kwa hiyo kwa sababu wananchi wa huku wameshazoea kwamba likitokea tatizo sisi wenyewe ndio huwa tunawajibika. Hata kwenye ukarabati wa hili eneo ambalo lilikuwa limeharibika, hatukupata ugumu. Kana tupate hata msaada, yani tusaidiwe kajengwe hata kadaraja hapa angalau tupate kupita. Watoto wadogo wanaenda shule, hebu fikiria mzazi upo nyumbani, mtoto katoka shule atasema maji madogo nipite, si anaondoka na maji. Watoto wadogo kama hawa wanatoka shule, hebu fikiria mvua inanyesha, wanasema anakimbia mvua apite, yanamzoa. Hebu angalia kama korongo lenyewe lilivyokuwa kubwa, maji ya mvua ikinyesha yani linapita kwa maji kwa wingi sana yani hapo. Kwa upande wake mjumbe na kaimu mwenyekiti wa mtaa wa Mlimani Haji Mrishombonde amesema serikali ya mtaa kwa kushirikiana na mabalozi walikubaliana kuchangisha fedha ili kutatua changamoto zilizopo. Sisi taarifa tunayo mabalozi wote hizo jitihada tunafanya. Bahati mbaya umefika ubalozi mmoja. Mabalozi wote tulikubaliana kwenye kikao cha serikali ya mtaa kuchanga fedha, kujitolea nguvu, kujitolea vitu na vifaa kama simenti, nondo, kokoto kwa ajili ya sehemu korofi. Hivyo ubalozi uliotoka shida namba 12 wao wanajenga barabara ya Mzungu, waweza kuita shamba la Mzungu. Daraja hilo korongo tunajenga drift. Tunamimina zege maji yapite, lakini sisi na huduma zetu za kupita nazo ziendelee. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Shukrani Jimmy Mengele. Kwingineko, mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa Angela Kairuki, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kibamba jijini Dar es Salaam, amezitaka jumuiya za chama hicho kuweka mikakati ya kujitegemea kiuchumi pamoja na kujenga ofisi za kudumu ili kurahisisha utendaji wa jumuiya ya chama kwa ujumla. Tupate taarifa zaidi. Kairuki, ambaye pia ni waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, ametoa wito huo wakati wa kikao cha baraza la jumuiya ya wazazi wilaya ya Ubungo, huku akiipongeza jumuiya hiyo kwa kujenga ofisi na kuanzisha miradi mbalimbali. Hata hivyo, Kairuki alichangia shilingi milioni 10 kuunga mkono jitihada za ujenzi wa nyumba ya mtumishi ambayo ujenzi wake unatarajiwa kuanza muda wowote katika eneo la kata ya Kwembe. Niwapongeze kwa uwekezaji huu uliofanyika hapa. Leo hii huu ukumbi zaidi ya milioni 57 mlizowekeza hapa, tungekuwa tunaenda kufanya mkutano nje. Hata kama ingekuwa tunalipia shilingi 300,000 au 500,000, fedha hiyo ingeweza kufanya jukumu lingine. Aidha, Kairuki aliwashukuru wanachama wa CCM kwa namna walivyoshiriki uchaguzi mkuu wa mwaka jana na kukipatia ushindi chama hicho katika nafasi mbalimbali ikiwemo nafasi ya urais wa bunge na madiwani. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tunawashukuru sana kwa niaba yangu mimi binafsi, lakini pia kwa niaba ya kufuatia. Asanteni sana na Mungu awabariki kwa yote. Kuleta ushindi kwa chama chetu na sio ushindi tu mdogo. Awali akifungua mkutano huo, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wilaya ya Ubungo Dr. Meshak Ole Sabaya, pamoja na mambo mengine, alimshukuru mbunge huyo kwa mchango wake na kumhakikishia kwamba hela hiyo itatumika kama ilivyokusudiwa. Na nikuhakikishia hautasikia chochote cha kusema hela uliotoa imeingia pembeni. Mimi waga na principle moja. Kama unataka kula weka ya kwako kwanza. Kwa sababu hata na mimi nitaongeza ya kwangu jenga
chama. Kwa hiyo wanajumuiya, wanabaraza, tumepata kianzio mtaji kwa ile ya nyumba ya mtumishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kuhamasisha kuibua miradi ya kiuchumi kwa kata zetu za jumuiya ya wazazi zote 14 na kata zote tuna miradi ya familiation ambayo itaanza kufanya kazi hivi karibuni. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Asante mwanahabari Hamisi Mkotia. Na kwa sasa tukaangaze habari za michezo asubuhi hii ya leo, ambapo klabu ya soka ya Simba imeibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Stade Malien ya nchini Mali katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo uliopigwa uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam hapo jana. Katika mchezo huo, goli pekee la ushindi kwa upande wa Simba lilifungwa na mchezaji Anset Oura ambaye alifunga goli hilo dakika ya 4 ya kipindi cha kwanza na kuipa ushindi Simba kwa matokeo ya jumla. Matokeo haya yamewafanya Simba kufikisha alama 5 kwenye msimamo wa kundi D, huku wakikosa nafasi ya kufuzu hatua robo finali baada ya timu ya Stade Malien yenye alama 12 na Esperance de Tunis wenye alama 9 wakifuzu hatua ya robo finali kutoka kundi hilo. Huu unakuwa ni msimu mbaya zaidi kwa klabu ya Simba ndani ya miaka 7 waliofika hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika, kwani haijawahi kuishia katika hatua hiyo ya makundi. Simba wanaelekeza nguvu katika ligi kuu soka Tanzania bara na kombe la shirikisho la CRDB. Yanga pia leo watakuwa dimbani kukipiga dhidi ya klabu ya JS Kabylie kule visiwani Zanzibar majira ya saa 1 kamili. Asante sana kwa wote ambao mlikuwa nasi, na ndio tamati ya habari kutoka hapa Asubuhi Njema. Mimi ni Juma Mohamed, ulikuwa nami, lakini tupate mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutaje kutazama zaidi kunani katika magazeti mbalimbali ambayo niko nayo asubuhi hii ya leo hapa mezani.